Mume, habari yako? Nzuri. Kwema? Kwema. Wasemaje? Fresh. Hongereni. Asante sana. Kwa ufupi tu, mmeshinda, kwa nini hamwitaki bodi ya ligi? Bodi ya ligi haitutendei haki, wanatufanyia vitu ambavyo kama ni hujuma, kwa sababu timu yetu inaenda kushindana kucheza mpira, wao wanakuja kuahirisha mechi saa 8. Aliyakuwa watu wametoka mbali, aliyakuwa watu wametoka sehemu mbali za nchi, aliyakuwa maafa yanakuwa mengi. Mpira si adui. Kwa nini bodi ya ligi anataka tufanye mpira kuonekana ni adui? Sisi ndio maana unatuona tunachukia mambo kama haya. Sisi tunataka bodi ya ligi itutendee haki. Sisi ni mabingwa wa Tanzania, na kama ni mabingwa tunafuata kanuni. Kwa nini wao kanuni wanazipotosha? Kitu kingine, Karia aliposhuka airport Karia, kuna maneno aliongea yeye kama kiongozi, ilibidi akae chini atafakari yale maneno aliyoambiwa, lakini yeye anaongea maneno kama anasema kwamba viongozi wetu waende wakacheze sinema. Hizo sinema ni sinema gani? Hizo ni lugha za mtaani kusema kwamba watu wakacheze sinema na tofauti. Je, unawadharau wacheze sinema? Sinema ni tasnia nyingine. Sinema ina rais wao, bodi ya filamu ina rais wao. Je, unamdharau rais wa bodi ya filamu kwa sababu ni rais wa bodi ya mpira? Kwa hiyo sisi tunaona kwamba anadharau sana. Usiwadharau watu, waheshimu watu. Unapomdharau mcheza sinema, hiyo sinema ndio watu inaowapa kula, hiyo sinema ndio inawapa watu madaraka, hiyo sinema unaidharau wewe ndio inafanya Marekani, Uingereza waendelee. Shinda ole ndio ni kwamba dada zetu endelee kuimarika siku baada ya siku. Namshukuru sana makamu wa rais Arafat, baada ya kupewa timu tunaona maendeleo jinsi ambavyo timu inazidi kubadilika. Lakini cha msingi ni kama unavyosikia wananchi huku ni kwamba bodi ya ligi inaongozwa kwa kanuni, na kanuni ndio ambao wao wenyewe wanazivunja. Sawa Kwa niseme tu kwanza upya si ujinga. Kwa sisi tupo tayari hata kama kwenda ligi ya mkoa, tukaanze ligi ya mkoa, tupo tayari kucheza hata kama ni daraja. Tupo pamoja na viongozi na tupo tayari kucheza mechi endapo atapanga TFF pamoja na bodi ya ligi. Kwa maana yake hamleti timu uwanjani? Hatupo tayari. Hatupo tayari. Narudia tena, hatupo tayari. Kwa ni kwamba bodi ya ligi pamoja na mheshimiwa Karia ndio wapeleke timu ikacheze na Simba. Hamko tayari? Hatupo tayari kuweka timu. Mzee, hata unisikie bastola hapa tabaki kwenye msimamo wangu, hatupo tayari. Kwa hiyo mna ujumbe gani kwanza kumwambia rais wenu wa Yanga? Sisi tupo pamoja sana na mheshimiwa Engineer Hersi, unaopiga mwingi sana, na tunakuomba usikilie hapo usiachie. Sisi kama wana Yanga tupo pamoja na wewe. Kwa hiyo ukisema uachie unatueleza sisi. Tupo tayari na kumchezo huu wa Simba na Yanga endapo tupangia tarehe. Labda wakacheze na timu nyingine, lakini sio Dar es Salaam pekee. Na endapo uongozi wa Yanga utapeleka timu dhidi ya Simba, basi na sisi kwenye kadi za wanachama atulipete na wanachama wetu. Mko serious kiasi hichi? Tupo tayari. Mko serious kiasi hichi? Sisi hata ungenichoma kisu hapa, tupo tayari. Kwa hiyo yani walizoea kuchezea watoto wadogo, lakini sio taasisi ya Yanga. Sasa nielewe, hatujaribiwi mzee. Nimemaliza. Ujumbe wenu ni kwamba matokeo ya leo yalikuwa yanatokea tarehe 8. Yani haya ilikuwa moja, lakini tarehe 8 ilikuwa ni 8. Walishtuka ndio maana wakaondoa timu. Kwa niseme tu sisi tutapiga kwenye mshono. Au watachagua wenyewe bodi ya ligi au TFF kwamba tupige kwenye mshono ndio kidonda kipya. Kwa swala kwamba mechi nyingine ya marudio sio nini, hatuko tayari. Yani hilo walitoa kabisa vichwani mwao, we are not ready. Kwamba hamko tayari. Tuko tayari kwa ratiba nyingine. Tunajiandaa FA tarehe 29 na tarehe 1 dhidi ya Tabora. Hizo mechi nyingine utacheza wao, sio sisi. Asante sana.